Karibu kwenye mwendelezo wa series yetu nzuri. Leo tena tunaendelea na kipande kinachofuata cha series yetu. Ila kama haujaangalia vipindi vilivyopita, unaweza angalia hapo juu. Ya kwamba sekunde iliyofuata angegeuka mara moja na kukimbia. Wakati huo Dohi hakuweza kujizuia kumwonea wasiwasi Gwan, lakini hakuweza kuwasiliana naye. Mwishowe Gwan alizuiwa na wahuni katika barabara ya watembea kwa miguu. Alipigwa na mhuni mmoja na kupoteza usawaziko. Wakati pepo wa miaka 200 alipokuwa karibu kumalizwa, ghafla filimbi ilisikika. Ndiyo, alikuwa Dohi aliyefika hapo. Ingawa aliogopa na kufumbua macho yake kwa mshangao, alitoa fimbo ya umeme bila kusita. Alijitambulisha kama mlinzi wake. Kwa bahati mbaya, fimbo ya umeme iliishiwa na chaji. Wakati huo Dohi alitoa bunduki tena, kisha akatoa moshi mweupe na kupenya katikati ya umati ili kumfikia Gwan. Gwan alichajiwa tena na mara moja akarejesha nguvu zake. Aliwashughulikia wahuni haraka. Hawakujua kwamba mchakato mzima ulikuwa umerekodiwa na muuaji. Baada ya Gwan kumpeleka Dohi nyumbani, mtazamo wake ulibadilika kabisa. Hakusema neno lolote na akageuka kuondoka. Kwa kweli alijaribu kuonekana mtulivu ili kuficha hisia zake za ndani. Moyo wake uliokuwa umehifadhiwa katika baridi kwa miaka 200 bila kutambua ulianza kudunda kwa mpangilio usio wa kawaida kwa sababu ya Dohi. Gwan alikimbia mara moja kurudi ofisini na kuanza kubashiri tatizo lilikuwa nini. Angewezaje kuguswa na mwanadamu? Je, hili lilikuwa na uhusiano na alama ya upande wa pili? Dohi zidi kufikiri na kuzidi kukasirika. Alijiuliza maana ya ule mtazamo wa dharau wa Gwan ilikuwa nini. Ilikuwa wazi kwamba alitaka kushika mkono wake. Alikuwa toka tu kuokoka hatari na tayari alikuwa anamchukulia kama mtu asiyeonekana. Je, ni yeye tu aliyeguswa? Ilikuwa wazi kwamba yeye pia aliguswa. Alisema kwamba yuko sawa, lakini alipofikiria zaidi bado alihisi kutotulia. Hivyo mara moja aliita taksi kwenda kwenye mfuko wa Sunwolf unaosimamiwa na Gwan. Dohi alitafuta kisingizio cha safari hiyo alipokuwa akielekea ofisini kwake. Ghafla alihisi nia ya mauaji nyuma yake. Haraka alitoa bunduki yake na kumkabili mtu huyo aliyekuwa nyuma. Ilibainika kwamba mtu huyo alikuwa Jingong. Alikuwa amempenda pepo Gwan kwa muda mrefu, lakini hakurudishiwa hisia. Jingong alimtambua mpinzani wake mara moja. Mara moja alitumia kisingizio kwamba hakuwa wakati wa maonyesho kuwafukuza wageni. Ingawa Dohi alimwambia maneno ya kumchokoza Jin Geyong akisema kwamba uhusiano wake na Gwan ulikuwa wa kipekee sana. Baada ya kusema hayo, Dohi aliondoka bila hata kugeuka nyuma. Dohi alipofika katika ofisi ya ndani, aliona kwamba hapakuwa na mtu. Kisha mara moja alivutiwa na chumba kindani kabisa. Kulikuwa na maelfu ya saa zinazofanana zikionyeshwa. Jambo la ajabu ni kwamba kila saa ilionyesha saa 4 tu. Dohi alivutiwa na ladha ya Gwan kwenye urembo. Kisha ghafla aligundua kitu kinang'aa juu ya vitabu, lakini kitu hicho kilikuwa kimewekwa juu kidogo, hivyo hata aliposimama kwa netu za miguu yake hakuweza kukifikia. Ghafla Gwan alitokea na kumuuliza, je, haikuwa kukosa adabu kugusa vitu vya mtu mwingine? Dohi alijifunia kwamba hakugusa vitu vyake. Kisha ghafla aligundua mkua uliokuwa shingoni mwa Gwan. Alijiwazia kwamba, je, mapepo hawaogopi msalaba? Ingawa Gwan alimchukulia kama mwanamke wa nia mbaya, hewa ikawa zito na ya aibu mara moja. Jin Geyong aliyekuwa akisikiliza kwa siri nje hakuweza kuvumilia tena, hivyo aliingia ndani na kuonyesha ukaribu wake na Gwan moja kwa moja mbele ya Dohi. Maneno yake kana kwamba wao ni wapenzi. Baada ya Jin Geyong kuondoka, Dohi alimuuliza Gwan moja kwa moja kwa nini alikuwa ameondoka kimya kimya muda mfupi uliopita. Gwan alijibu kwamba hakutaka tu kuwa pamoja naye. Hata hivyo, bado alikuja hapo kumwangaisha. Baada ya kusikia hivyo, Dohi aliondoka ofisini kwa hasira. Alihisi kwamba alikuwa akiishi katika udanganyifu wa kihisia. Hata hivyo, mara moja Gwan alimuita mwinyoshaji wake na kumwagiza amsindikize Dohi nyumbani kwa siri. Upande mwingine, muuaji alimjulisha mtu wa ajabu kwamba video ilikuwa kwenye kabati la kuhifadhia vitu. Mtu huyo wa ajabu kisha alimpa muuaji jukumu. Mpango ulikuwa kusubiri hadi Gwan asiwe kando ya Dohi kisha kumuua mara moja. Asubuhi iliyofuata, kama kawaida, Gwan alimpeleka Dohi kampuni, lakini mmoja alitembea mbele na mwingine nyuma bila mawasiliano yoyote. Tukio hilo liliwafanya wafanyakazi waanze kunong'ona. Jana usiku walikuwa wazi wakishikana mikono, lakini leo hawakuzungumza hata kidogo. Lazima walikuwa wamegombana kwa jambo fulani. Kwa kweli, Gwan hakuwa na hali ya kufanya kazi. Alijificha katika chumba cha mapumziko akinywa kahawa peke yake. Lakini kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa anaweza kumkabili, naye alikuwa katibu mwanamke ambaye kila mtu katika kampuni alimuogopa. Wakati huo huo, mtu wa kusafirisha mizigo ambaye uso wake haukuonekana vizuri na aliyekuwa wa kutiliwa shaka aliingia ofisini. Alitazama huku na kule kana kwamba alikuwa
akitafuta shaba. Bahati mbaya, wakati huo Dohi alihitaji kutoka nje. Mara tu alipotoka ofisini, mtu huyo alimfuata. Mkono wake wa kutisha uliponyoshwa, Katibu Shin alimsukuma kutoka nyuma. Aliposikia kelele, Gwan mara moja alimkinga Dohi. Kwa wasiwasi wake, alimuuliza kama ameumia. Julinga lake kwa ghafla kulimfanya Dohi ashindwe kujibu. Katibu Shin mara moja alivua kofia ya chuma ya mtu huyo. Kichwa chake tayari kilikuwa kimepigwa na kugeuka upande mwingine. Hata hivyo, baada ya kuona uso wake wazi, Gwan aligundua kwamba alikuwa mwenyeshaji wake. Ilibainika kwamba mwenyeshaji alikuwa na wasiwasi kwamba Gwan hakuwa katika hali nzuri, lakini hakuthubutu kuzunguka kampuni kiholela, hivyo alifikiria njia ya kujificha kama mtu wa kusafirisha mizigo. Shukrani kwa mwenyeshaji, Gwan aliyekuwa akijaribu kujifanya hajali kuhusu Dohi, hatimaye alifichuliwa. Wakati wawili hao walipokuwa wakibishana, Dohi alimleta Katibu Shin kuomba msamaha, lakini mwenyeshaji alipomwona Katibu Shin bado aliogopa, na bila kujua akachukua mkono wa kujilinda. Ingawa Katibu Shin alisema samahani, mtazamo wake ulikuwa kana kwamba aliyekosea alikuwa mwenyeshaji wa Gwan. Upande wa Dohi ulisema kwamba mbali na kugharimu matibabu, walitaka pia fidia ya madhara ya kisaikolojia. Upande wa Gwan mwanzo haukuonyesha nia, lakini walipotambua kwamba kiasi kinachotakwa ni kidogo, waliona huenda hayazo hilo halikuwa mbaya sana. Hata hivyo, bila wa kusema chochote, Dohi alijiondoa na kusema kwamba hatalazimisha tena. Hakuna aliyefahamu kwamba muuaji halisi alikuwa akifuatilia kila kitu kwa siri, kwa sababu Ju Chan-suk alikuwa amefariki ghafla, na aliongeza sharti katika wasia kwamba Dohi alipaswa kuolewa ndani ya mwaka mmoja. Kundi hilo kwa sasa halikuwa na mtu wa kufanya maamuzi, hivyo wanahisama waliamua kumchagua Noksin kuwa mwenyekiti wa muda. Kwa kweli, haya yote yalikuwa yamepangwa na Noksin Man. Mwanawe alikasirika sana aliposikia habari hiyo, hivyo Noksin Man alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa muda kwa mitiku zaidi ya nusu. Baada ya mkutano kuisha, No Jin alimuonya Dohi kwamba hakuna mkurugenzi ambaye angemuunga mkono, hivyo asifikiria hata kuwa mwenyekiti. Dohi alisema kwamba anayepaswa kuvunjika moyo ni yeye, kwa sababu angeona hivi karibuni Dohi akiwa mwenyekiti. No Jin alijibu kwamba hangemuhusu Dohi kukaa kwa utulivu katika nafasi ya mwenyekiti. Dohi alisema kwamba anatarajia kuona hatua inayofuata ya No Jin. Noksin Man alisikia mabishano hayo na kuja kuyazuia. Alitumia fursa hiyo kumshauri Dohi kama kaka. Baada ya yote, kuharakisha mambo si vizuri, hisi katika mambo makubwa kama ndoa. Dohi alipaswa kumtafuta mwenza mwafaka taratibu. Dohi alimkumbusha awe na uhakika kwamba hatamchelewesha kwa muda mrefu. No Do Jong alikuja na kumwambia Dohi kwamba tattoo yake ilikuwa nzuri sana, ingawa hakuwahi kuitaja kwa mtu yoyote hapo awali, na akashangaa alijuaje. No Su Jin aliondoka na mara moja akataka kumvute Gwan upande wake. Alimuona baridi na mvutio, lakini Gwan hakuwa na nia yoyote. Ju Kwan alikuwa daima kando ya Dohi, na kwa kuwa walikuwa ndugu, walionekana wa karibu. Maneno yao ya karibu yalimfanya Gwan kuhisi wivu na umiliki. Ju Kwan alichunguza kwamba shirika liliagiza meli kwa bei ya juu kwa kampuni fulani miaka miwili iliyopita, lakini si na tu kwamba meli haikuonekana popote, bali hata muuzaji alikuwa ameacha kufanya kazi. Hii ilikuwa njia ya kawaida ya kufuja kumbukumbu. Gwan alimuona Ju Kwan akizungumza na Dohi na hasira yake iliendelea kuongezeka. Bila kujua, alimwangalia ndani ya gari. Dohi alihisi mtazamo na kwa uwazi alisema kwamba hataruhusu nafsi yake kuishi katika ndoto za kujidanganya. Katika siku zijazo, Gwan pia alieleza msimamo wake. Alisema kwamba ni bora waendelee kubaki kama walivyo. Polisi walijaribu njia zote, lakini bado hawakuweza kupata mahali alipo muuaji. Dohi alifikiri kwamba ni kwa kujifanya chambo tu angeweza kumuadhibu muuaji. Baada ya hapo, aliondoka kituo cha polisi. Wawili hao walienda migahawa kukutana na mchumba wake wa kale wa Dohi waliyempanga. Mchumba huyo alikuwa mwendesha mashtaka. Hakuwa na sura ya kawaida tu, bali alikuwa na mwanamke kwa mwanamke. Mwendesha mashtaka huyo alizungumza maneno ya uchetu na kujipendekeza, lakini alijiona vikiromantiki sana. Kwa kweli, alimfanya mtu atake kumpiga kofi. Gwan hakuweza kabisa kumvumilia mtu huyo. Kwa siri, alimdhihaki kidogo mchumba wa miadi ya upofu, lakini Dohi hakuwa na muda wa kucheza naye. Baada ya mwendesha mashtaka kumaliza kutibu jeraha lake, Dohi mara mmoja alipendekeza ndoa, kwa sababu alihitaji mwenzi ambaye angeweza kukabiliana na matajiri wakubwa wa biashara. Gwan alisema kwamba hata kama ni hivyo, hawezi kumchagua mwendesha mashtaka huyo. Dohi akauliza tena, jambo lake lina uhusiano gani naye? Swali hilo lilimwacha Gwan bila la kusema. Kwa kweli, ndoa hii ilikuwa tu jukumu kwa Dohi. Mtu mwingine ni nani haikuwa muhimu kabisa. Njiani kurudi, Dohi alimwambia Katibu Shin ajiandae kwa ajili ya harusi. Gwan alizidi kukasirika aliposikia hivyo. Alitoa kisingizio kwamba hakuweza kuvumilia huzuni yake ya kulazimishwa na alitaka kutumia njia yake mwenyewe kumtafuta muuaji
muuaji wa kweli. Mara tu baada ya hapo, Guan alikwenda mbele ya msaidizi wa gengi mwenye nia ya kulipiza kisasi. Alimlazimisha msaidizi huyo amlete mara moja mtu aliyekuwa kwenye mchoro hapo. Bila shaka, msaidizi huyo hakutii kirahisi. Wakati huo, Guan pia alikuwa na hasira na hakujua pa kutoa hasira yake. Ghafla, glasi iliinuka polepole hewani na kuruka moja kwa moja kuelekea kwa msaidizi. Kisha kwa mara hii ilichana shavu la msaidizi. Mara baada ya hapo, vitu vyote vilivyokuwa mezani viliruka kwa wakati mmoja. Doohy aliogopa kwamba Guan angeweza kusababisha kosa kubwa la jinai. Wakati vitu vilipokuwa karibu kumrukia msaidizi, Doohy mara moja alimvuta mkono wake nyuma. Hakuielewa kwa nini Guan alikuwa na hasira kiasi hicho. Hata hivyo, Guan alisema kwamba tatizo lilikuwa kwake. Kabla ya kukutana naye, maisha yake yalikuwa mazuri tu, lakini tangu jambo hilo limhusu yeye, kila kitu kilikuwa kigumu. Ingawa kwa hasira alisema kwamba inatosha, atamruhusu aondoke. Hivyo, watu wawili wenye kiburi kikubwa hatimaye walitengana. Si muda mrefu baadaye, Katibu Shin alimpeleka Doohy nyumbani. Hawakujua kwamba muuaji pia alikuwa amewafuata hadi chini ya jengo. Ghafla, mziki ulisikika kutoka sebuleni. Doohy alijipa moyo na kufungua mlango. Alikuwa akitembea polepole kutoka nje, ndipo muuaji akamziba mdomo ghafla. Hata hivyo, Doohy tayari alikuwa ametuma ishara ya dharura. Alipozinduka, alijikuta ametundikwa juu. Muuaji kisha kwa utulivu akakata kamba. Ghafla, alisikia kelele nje. Jambo la kwanza alilofikiria lilikuwa kukimbia. Wakati huo, Guan alionekana wakati mwafaka na kushika mkono wa Doohy wenye alama. Hata hivyo, kabla wawili hao hawajasherehekea, muuaji ghafla alirudi. Alishambulia na kusababisha Guan na Doohy kuanguka kichwa chini kuelekea kwa sakafu. Bahati nzuri, alama ilipokea ishara kwa wakati na ghafla watu wawili wakaonekana kwenye korido. Doohy alijivuta watuli na kumkumbatia Guan kwa nguvu huku akilia kwa kikiki. Tukio hilo lilionekana kwa bahati na Jua-kun. Si muda mrefu baadaye, watatu hao walirudi kwenye gorofa. Kufulo la mlango lilikuwa limebunjika na muuaji alikuwa amekimbia. Doohy alikumbuka kwamba muuaji alionekana kufurahia uso wake wa hofu, kana kwamba alikuwa akifurahia mchakato mzima. Ghafla alifikiria simu iliyocheza video ya ufuatiliaji. Alishangaa kugundua kwamba muuaji huyo na muuaji wa taksi walikuwa na sura tofauti, lakini Guan aligundua kwamba jeraha lililokuwa shingoni mwao lilikuwa sawa kabisa. Alishuku kwamba muuaji alikuwa amebadilisha uso, ndio maana polisi hawakuweza kumpata. Hii pia ilimaanisha kwamba muuaji alifanyiwa upasuaji wa plastic. Jua-kun kisha alimuita Guan kwenye chumba kingine. Alimuuliza kama wawili hao walikuwa mfichia jambo fulani. Guan akauliza anataka kujua kwa nafasi gani. Jua-kun akasema kwamba yeye ndiye mpekee aliyesimama kando ya Doohy. Guan akasema hana haja ya kuwa na wasiwasi kwa sababu yeye si mwe pekee aliyesimama kando yake. Upande mwingine, Doohy alitoka kwenda kwenye roshani kupata hewa. Mara tu alipokaribia uzio, alikumbuka bila kutarajia yaliyotokea muda mchache. Mwili wake wote unara ghafla. Alifikiri kwamba amechukulia kifo kwa uwepesi sana. Pia hakujua kifo kwa kweli kinamaanisha nini. Alihisi kana kwamba dunia aliyoiamini ilikuwa inaporomoka kabisa na amebaki mtu mpwekea. Alifikiri kwamba baada ya kuamka kesho, yeyote angeweza kuwa muuaji, bali mtu huyo angejitokeza akiwa na uso tofauti na kungoja kimya kimya wakati sahihi. Jua-kun aliweza kumwelewa Doohy. Ghafla alimpendekeza ndoa wakati huo. Guan pia alitoa ombi linalofanana. Doohy kwa muda alishindwa kuchagua nini. Alisema anahitaji muda kufikiria. Siku iliyokuwa, Guan hakuwa na hamu ya kufanya kazi. Mnywaji akatokea kumtafuta, hivyo walishuka hadi kwenye ukumbi wa ghorofa ya kwanza kufanya jambo lasilo maana. Doohy alikwenda kumwona msaidizi Choi aliyependa kucheza tarot kwenye kampuni. Alijaribu kutafuta jawabu kwenye kadi. Kisha alivuta kadi ya gurudim la hatari. Kadi hii kawaida ilimaanisha kuunganishwa au kukutana tena. Ingawa hatari hupangwa na majaliwa, ni kama gurudim linalozunguka daima ndani ya frame, lakini mwelekeo wa mzunguko hutegemea na hekima na akili ya mtu. Namba 10 kwenye kadi ya gurudim la hatari inaashiria mwisho na mwanzo mpya kabisa. Wakati huo, Guan alimwona Jua-kun akiingia kampunini akiwa na chumbo la mawa. Aliingia ofisini kwa Doohy na kumpa chumbo hilo, lakini kwa sababu ya pendekezo la jana usiku, hali ikawa ya ajabu sana. Ghafla, Doohy alicheka kwa ajabu. Jua-kun naye hakuweza kujizuia, akacheka. Kuona tukio hilo lilimfanya Guan aliyesimama nje tisikike kwa hasira. Alihisi kana kwamba alikuwa na wivu, kisha mara tu akakanusha hisia zake mwenyewe. Alifikiri kwamba kwa kweli hakuweza kuelewa kwa nini wanadamu hupata wivu. Jua-kun alitumia fursa hiyo kueleza kwamba pendekezo lake halikuwa jambo la ghafla tu. Aliposikia kwamba Doohy alienda kwenye miadi ya upofu, moyo wake ulianza kupiga kwa kasi sana. Pendekezo la Guan la jana usiku lilimfanya awe na wivu kupita kiasi. Hapo ndipo alipoelewa hisia zake kwa Doohy. Doohy kwa uwazi alieleza kwamba siku zote alimchukulia Jua-kun kama ndugu wa
familia isiyotarajiwa. Juokun alisema kwamba wanapaswa kuwa familia halisi siku za baadaye. Baada ya yote, Dohee alihitaji kuolewa hata hivyo alipendekeza waanze kwa kuwa familia. Mchana huo, Gwan hakuweza kuzuia mashaka yake. Aliuliza kwa nini Dohee alimfanya yeye na Juokun kuwa watu wa mawasiliano ya dharura. Dohee hakujibu moja kwa moja, bali aliuliza kwa nini Gwan alimkataa hapo awali. Kwa nini sasa anataka kuoa? Gwan alisema tu kwamba hakuna sababu. Muda mfupi baadaye, wawili hao walienda kwenye sherehe ya uwekaji jiwe la msingi ya kampuni. No Sukman aliposikia jina lake na kumuona Dohee, alikuwa na wasiwasi kiasi kwamba alisahau hotuba yake. Dohee alimwambia No Sukman kwamba anaolewa kesho yake kwa sababu ni jambo la dharura. Hakuwa amechapisha kadi za mwaliko. Kwa kuwa wote ni familia, alitumai kaka yake mkubwa angemwelewa. Wakati Dohee alipokuwa karibu kuondoka, alimuona mfanyakazi mwenye jeraha shingoni. Ndani ya gari, bwana harusi ghafla alimkatiza mtangazaji. Gwan alisema wazi kwamba sababu ya kutaka kumuoa Dohee ni kwa sababu hataki afe. Kwa hiyo, wawili hao waliamua kuoa chini ya makubaliano kwamba watasaidiana kufikia malengo yao. Muda wa mwisho uliwekwa kuwa siku ambayo malengo yote yatakuwa yamefikiwa. Walipokuwa wakisubiri harusi, Dohee alionekana kumuona Joo Chun-suk katika mawazo yake. Mama yake wa kumlea aliendelea kumkosoa. Alimkemea akisema inawezekanaje akakabidhi jambo muhimu kama gauni la harusi kwa katibu. Mtu aliyekuwa akichukiwa zaidi katika familia hii alikuwa yeye mwenyewe. Dohee alisema kwamba kwa kweli alitaka mama yake wa kumlea awe ndiye wa kuongoza harusi, lakini aliogopa kwamba hotuba yake ingekuwa ngumu sana. Mama wa kumlea alisema kwamba ingawa tayari amekufa, Dohee bado anamchezea. Dohee alimuuliza anaendeleaje huko, kama anaishi vizuri. Mama wa kumlea akauliza kama Dohee anajua alipo. Dohee alisema alikuwa amesikia kwamba matajiri hawaendi mbinguni, lakini mama yake wa kumlea pia hawezi kwenda Jehanamu, kwa sababu yeyote aliyemwelewa Joo Chun-suk angejua kwamba kwa kweli alikuwa mtu mwema. Kisha Dohee akauliza ameenda wapi hadi amemwacha hapa peke yake. Mama wa kumlea akajibu kwamba yuko katika kumbukumbu za Dohee. Zaidi ya hapo, angeenda wapi tena? Macho ya Dohee mara moja yakawa mekundu kana kwamba angeanza kulia. Harusi ilianza rasmi kwa haraka sana. Bwana harusi alikuwa Pepo Gwan, lakini watu wenye furaha zaidi walikuwa Mnyong'isha na katibu. Wawili hao walishindana kuona nani angepiga makofi kwa nguvu zaidi. Kuhusu No Sujin, kama mwanafamilia alimlaani Dohee ashindwe. Ghafla, Dohee alimuona mwana mkubwa wa No Sukman. Alikuwa na tabasamu la kitisha usoni. Hata hivyo, harusi ilikuwa ikiendelea, hivyo Dohee hakulifikiria sana. Kisha mtu mmoja akapendekeza kwamba wanandoa wabusiane. Mwanzoni Gwan alikataa, lakini Dohee alimkumbusha kwamba mkataba wao ulieleza kwamba wanapaswa kuonyesha taswira ya wanandoa bora. Ikiwa ni hivyo, Gwan akashika mashawe ya Dohee na kusogea polepole. Midomo yao ilipokaribia kugusana, alitumia kidole gumba kuziba katikati, lakini bado hilo lilifanya moyo wa Dohee upige kwa kasi na akahisi aibu kupita kiasi. Tukio hilo lilionekana bahatini na Juokun. Walipokuwa wakipiga picha binafsi, Juokun pia alimuuliza kama yeye ni mtu mbaya sana. Dohee alisema kwamba anadaima ni mwanafamilia anayemtegemea. Gwan alipogeuka na kuwaona Dohee na Juokun wakizungumza kwa furaha, mara moja alionyesha kutoridhika lake na kwenda moja kwa moja kwa Dohee. Alimuita Dohee mpenzi na kumwambia waende nyumbani pamoja. Hata aliuliza kwa makusudi kumuita mpenzi au mke, njia ya kawaida ya kuonyesha umiliki. Pia alimuonya Juokun asiangalie wake wa watu wengine kwa namna hiyo tena. Baada ya sherehe ya harusi kumalizika, wanandoa wapya walirudi nyumbani. Alipoona nyumba ikiwa katika hali ya fujoo, mume wake moja kwa moja alimlinda mke wake. Alidhani muuaji amevamia nyumba tena, lakini kwa kweli ilikuwa kwa sababu Dohee alikuwa na shughuli nyingi za maandalizi ya harusi na hakuwa na muda wa kusafisha. Gwan hakuweza kuvumilia kuona hali hiyo, hivyo alitumia nguvu za kichawi kufanya vitu vilivyokuwa vimerundaka visafishwe vyenyewe. Upande mwingine, Juokun alihisi kwamba hawezi kukata tamaa. Alianza kuchambua mfuko wa Sunwolf unaosimamiwa na Gwan. Isiyotarajiwa, aligundua kwamba kampuni hiyo ilianzishwa mwaka 1977. Wakati huo huo, Dohee alikumbuka tabia ya kitowalio ya No Yong baada ya kifo cha Joo Chun-suk na tabasamu lake la kitisha wakati wa harusi ya leo. Hakuweza kujizuia kumshukua kwamba yeye ndiye aliyekuwa nyuma ya kila kitu. Baada ya kuoga, Gwan na Dohee walitazamana, kila msema mambo yasiyohusiana, hali iliyofanya mazingira yakawa ya ajabu. Usiku huo, ingawa walikuwa katika vyumba
tofauti, walipata ugumu wa kulala. Asubuhi iliyokuja, Guan aliamshwa na kelele. Kwa hasira, alitoka chumbani akikusudia kumkemea mke wake, lakini alisimama ghafla alipomuona mke wake akila kifungua chachu kwa sura ya kupendeza isiyozuilika. Hasira yote ya Guan ilitoweka mara moja. Hata hivyo, bado alimkemea mke wake kwa sauti kubwa kwa kufanya mambo mapema hivyo asubuhi. Du Hee akamjibu kwa kusema, "Je, tayari mimi ni uzuri hivi mapema hivyo asubuhi?" Swali lililomwacha mume wake akiwa hana la kusema kabisa. Kwa kuwa ilikuwa wikendi, Du Hee alitaka kumchunguza No Do-jong kidogo. Hivyo alijifanya kama mwanamke wa makamu, lakini mara moja akakosolewa na Guan. Whoosh! Wawili hao wakajikuta wamehamia choo cha wanaume. Wakati huo huo, No Do-jong akaingia. Alisema kwamba karibu amuue mtu muda mfupi uliopita. Kocha akaja kuuliza kwa nini, lakini mtu huyo aliona kwamba kumuua mtu si jambo kubwa. Du Hee na Guan wakamfuata No Do-jong njia yote. Waligundua kwamba tahadhari yake ilikuwa kubwa sana, hasa alipokuwa akiweka gari kwenye maegesho na kisha kubadilisha kwenda kwenye treni ya chini ya ardhi. Ilionekana kama alikuwa anaficha jambo fulani kwa makusudi. Ghafla, Guan na Du Hee